hali hii ya kuharibika imewa hali isiyoharibika, na hali ya kufa imewa hali ya kutokufa. Ndipo litakapotimia neno lililoandikwa, mauti imemezwa na ushindi. Ewe mauti, uko wapi ushindi wako? Ewe mauti, uko wapi uchungu wako? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi wapendwa, kwa mara nyingine tena, kwanza kabisa niwatakieni heri na baraka ya Kristo mfufuka. Basi wapendwa, tumekusanyika hapa kwa furaha na shangwe kwa kumshuhudia Kristo aliyeshinda mauti na kwa kumshuhudia Kristo aliyetukomboa katika dhambi. Basi hivyo ni wajibu wetu, ni wajibu wa kila mmoja wetu tuliokusanyika hapa kuja kumtoa shukrani kwake kwa namna ya kipekee. Ndio maana tumekuja hapa, na katika ibada ya kupitia Dominika ya Pasaka kweli tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Basi wapendwa, mtumishi mmoja akiwa anasali kwa bidii na anataka aonane na Mungu, na akiwa anapoamua kusali kwa bidii, miaka imepita na miaka miwili imepita, na siku moja Mungu akawa amejitokeza mbele zake. Na alipoamua kujitokeza mbele zake, basi Mungu akamwambia yule mtumishi kwamba omba chochote unachohitaji, na tena kwa sababu mimi nimekusubirisha kwa muda mrefu, basi omba chochote au mambo mawili unavyopenda. Ila Mungu akaweka masharti kwa kusema kwamba usiombe kuishi daima bila kufa. Basi Mungu alipowekea masharti hayo, na kijana au mtumishi yule akaanza kusema ombi lake la kwanza. Na alipoamua kuyataja ombi la kwanza ni hivi: Mungu, nipate kifo nikiwa ninapolala. Mungu akasema, ndiyo ombi lako, basi utayapata kama unavyotaka. Na tena akaja na ombi la pili. Na ombi la pili, mtumishi huyu akawa anasema kwamba usinipe usingizi kabisa. Basi Mungu naye akachanganyikiwa na huu maombi, kwa sababu wengi wetu tunapenda kuishi daima. Hali ya kufa wakati mwingine sisi hatuipendi. Lakini leo hii, kutokana na maadhimisho kuanzia kesho la Pasaka, tumeushuhudia na tena tunaendelea kuishuhudia, yani ushindi wa Kristo katika kuyashinda mauti na katika kutukomboa hali ya dhambi. Basi hiyo ni fursa kwetu kila muumini anayemwamini Kristo. Hebu tumshangilie Mungu wetu kwa mara nyingine. Ningependa nishirikishe tafakari yangu ya kwamba ufufuko huo wa Bwana wetu Yesu Kristo unatuletea fursa kwa mtu mmoja, yani kwa mtu binafsi. Na tena ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unatuletea fursa katika maisha yetu ya kiroho. Na tena ufufuko huu wa Kristo, yani unatuletea fursa katika jamii tunayoishi. Yani hayo kipengele au vipengele vitatu ningependa nishirikishe tunapoadhimisha Dominika hii ya Pasaka. Basi wapendwa, la kwanza ambapo nimesema ya kwamba ni ujumbe kwa mtu mmoja au ujumbe wa mtu binafsi, ambapo ningependa nitangulie nisome katika Injili ya Mathayo sura ile ya 27 haya ya 62 hadi 65. Siku ya pili ndiyo iliyofuata maandalio, makuhani wakuu na Mafarisayo
wakakutana na Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka ya kuwa yule mdanganyifu alipoishi bado alisema, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi uamuru kulilinda kaburi mpaka siku ya 3, wasije wafuasi wake wakamwiba na kumwambia watu amefufuka katika wafu. Hivyo udanganyifu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko wa kwanza. Pilato akawaambia, na walinzi? Basi nendeni kulilinda kwa kadri mnavyojua. Nao wakaenda wakalifanyia usalama kaburi kwa kutia muhuri jiweni na kuwaweka walinzi. Basi ndugu zangu wapendwa, hilo ni tukio baada ya kifo cha Kristo na kabla ya ufufuko. Yaani hayo niliyosoma Injili ya Mathayo sura ile ya 27 haya ya 62 mpaka 65. Yaani ni tukio mojawapo baada ya kifo cha Kristo na kabla ya kufufuka kwake. Na hayo inahusu nini? Endapo nikiwa nimesema au nikiwa nimetangulia kusema kwamba inatuhusu, yani maisha au ujumbe huo unatufaa katika kila mmoja wetu, yani mtu binafsi. Basi ndugu zangu wapendwa, naona kwamba Wayahudi kwa upande mwingine wanalalamika kwa kusema kwamba alisema siku ile alipoishi, na akiwa alipoishi akasema kwamba atafufuka siku ya 3. Na alipoyatangulia kuyasema baada ya kufa, naona kwamba wafuasi pengine wanaweza wakaiba, na katika kumuiba wanaweza wakasema kwamba amefufuka. Hiyo inaweza ikawa inatuletea changamoto, na pengine unaweza ukatubadilisha hali kwa namna fulani, kwamba yani yule wa mwanzo ukawa, yani yule wa mwisho ukawa uchafu kweli kuliko wa mwanzo. Ndio maana wakawa na hofu na wakaingiwa hofu kweli kweli. Ndio maana wakafanya maandalizi mpaka kuleta walinzi katika kaburi lile walipomzika Kristo, na tena wakagonga muhuri. Yaani hiyo ni uthibitisho wa aina mojawapo kwamba yani wako katika hali ya usalama. Na hapo mimi ningependa niseme kwamba wanataka wafiche ukweli. Wanataka wafiche ukweli ambapo Kristo alishakwisha kuyasema kwamba nitafufuka baada ya siku 3. Ina maana ndugu zangu wapendwa, hao Wayahudi kwa upande mwingine kwamba akifufuka kweli atatuletea shida tupu katika kuishi kwetu, maana alishawahi kusema kwamba mimi ni Masiha. Ilikuwa na changamoto kwa namna moja. Na la pili, upande wa Rumi na tena akiwa amerudi na katika kuishi na maana kwamba tena itatuletea changamoto kwa namna nyingine, kwamba pengine anaweza akasema kwamba mimi ni mfalme. Ndio maana hawa wote wakawa wameingiwa hofu. Basi ndugu zangu wapendwa, ina maana katika maisha yetu ukweli wowote, hata kama ukiwa unafichwa kwa namna yoyote vile, siku moja utajulikana. Na ukweli huo, yani kwa yoyote vile ukiwa umeamua kujificha, na hata katika mazingira yetu na katika maisha yetu ya kila siku, pengine tunawa mawazi kwa kusema kwamba utu wetu jinsi tulivyo, wakati mwingine tumeamua kujificha ukweli, na wakati mwingine tunatembea na uongo, na wakati mwingine tunaendelea na mtazamo mbaya sana katika maisha yetu ya kila siku, ambapo leo tunaposherehekea ushindi wa Kristo ni kwamba yani wameficha ukweli, lakini ukweli huo ukaja umeonekana baada ya siku 3. Na maana kwamba ndugu zangu wapendwa, ukweli haufichiki. Kwa njia yoyote ile unapoamua, kwa uwezo wowote ule unapoamua kuyaficha ukweli, yani hakikisha kwamba siku moja utajulikana. Kwa siku moja, kwa hakika 100% ukweli huo unaoendelea kuificha utaonekana bila wasiwasi. Ndio maana leo yani tunapoona kwamba wakiwa wameamua kufanya jambo kwamba kwa kumleta walinzi, kwa kufunga, yani kwa kuwekewa muhuri katika jiwe lililozuia kwa mambo mengi, yani kweli yani wakawa wanafanya uthibitisho kwa kuificha ukweli. Lakini Kristo ndio mkweli, na ukweli ambayo amesema kwamba atafufuka siku ya 3 umeonekana kabla ya miaka ya 2000. Na maana ndugu zangu wapendwa, katika maisha yetu tuwe wa ukweli. Na katika maisha yetu ya kila siku, kama tunapobeba Ukristo wetu siku zote, tuishi katika hali ya kiukweli. Na tunapokuwa katika hali ya udanganifu kwa yoyote ile, na hasa kwa chochote kile katika maisha yetu, tutakuja kujulikana kwamba watu ni wabaya.
Basi leo kwa kupitia adhimisho la Dominika ya Pasaka tuwaye, kwamba tuwaye ukweli, tuwaye mawazi katika hali ya ukweli, na tukaishi katika hali ya ukweli, itusaidie ili sisi tuweze kufika Mungu aliye wa kweli. Na la pili, ambapo nimesema kwamba ujumbe unatujalia au ujumbe unatuonyesha ya kwamba kwa ajili ya kiroho, na tunapoadhimisha katika Dominika hii ya Pasaka tupate fursa katika kujenga maisha yetu ya kiroho. Na katika maisha yetu ya kiroho tunapoona maandiko haya matakatifu, tuna makundi mawili, tuna makundi matatu. Kundi la kwanza Wayahudi, na kundi la pili ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kundi la tatu ni akina mama. Kundi la kwanza katika Wayahudi walipofika katika hali ya kumuua Kristo, wameridhika kwamba imetimia, hatuna shida. Kristo alipokufa na Kristo alipokufa wakaanza kusema kwamba tumeridhika na kifo chake, sisi hatuna cha kugombezana kuna mtu mwingine. Ni kwamba wanawake tunapoisoma katika kupitia Injili tunaona kwamba wanawake ambao wanawahi kutoka, na wanawake hawa akina mama ambao wanakuwa na wasiwasi kuhusu kufikiria jiwe lililoizuia kaburi la Kristo, na tena wakiona wasiwasi nyingine kwamba pengine watamuiba. Na katikana wasiwasi hivyo, akina mama, ndugu zangu wapendwa, cha kujifunza kwamba inatusaidia nini katika maisha yetu ya kiroho ni kwamba akina mama, hata kipindi kile cha zamani, karne ya zamani sana, mwanamke ambaye anayetoka alfajiri, kwa mtazamo wa jamii ni malaya. Angalia hawa wakiwa wameamua kutoka alfajiri ingali, wanaona kwamba hata inatuchafua picha katika maisha yetu, sisi hatujali. Ingawa inatuchafua katika hali ya maisha yetu, sisi hatujali. Tunatembea kumwona Kristo katika kaburi lake. Ndio walikuwa na maamuzi mazito katika kwenda katika kutoka asubuhi alfajiri. Maana mwanamke katika kutoka alfajiri, picha na hali ya jamii iliyokuwa kipindi hicho ilikuwa imeleta mbaya zaidi, lakini mama walikuwa na ujasiri. Na la pili, na tena kama walikuwa na hofu kwamba nani atatusaidia kusogeza jiwe? Hofu yao ilikuwa mkubwa kwa namna nyingine, nani atatusaidia? Basi ndugu zangu wapendwa, mimi hapo nataka niseme kwamba wakiwa na ujasiri, kwa katika kila maamuzi kwenda kumtafuta Mungu lazima utakuta magumu. Kwa maamuzi yoyote unapoamua kwenda kumtafuta Mungu katika siku zote kwenye maisha yako, pengine unakuta magumu. Unaposali, unasikiliza, unafanya maombi, unafunga, kadhalika, na mwishowe pengine unaweza kusema kwamba Mungu huyu kweli ana masikio, kweli Mungu huyu ananiona kweli, mimi mbona naendelea kuziteseka? Inakuaje katika maisha yangu? Mimi naenda kusali, naenda kutoa sadaka, zaka, kila kitu naendelea kuifanya kadiri ninavyostahili, lakini mwishowe mbona mimi sikufanikiwa? Nasa ndugu zangu wapendwa, kupitia hawa kwa kina mama tujifunze kwamba ingawa jamii inavyozunguka inawaletea picha mbaya, na wakiwa na hofu kwamba nani atawafungulia jiwe, kwa namna yoyote ile, akina mama hawakukata tamaa, bali walijiamini na wakamwamini Mungu, ndio maana wakaanza safari. Na ndivyo hivyo katika maisha yetu ya kiroho. Leo tunapoadhimisha Dominika ya Pasaka tujifunze kwamba Ukristo wetu wakati mwingine unaleta mashaka, na wakati mwingine unapoingia katika hali ya ugumu unaweza ukatiwa na wasiwasi katika moyo wako, nitafanikiwa? Na pale unapoanza kuifikiria, na ndivyo hivyo akina mama walikuwa wameanza kuifikiria, lakini mwishowe hata wafuasi walikuwa pamoja, Kristo hawajadhihirisha, Kristo hakudhihirisha bali kwa akina mama. Ina maana ndugu zangu wapendwa, tunajifunza katika maisha yetu ya kiroho. Ni mara ngapi katika maisha yetu tunakuwa tunazileta sababu za namna mbalimbali, na unapoambiwa ya kwamba kuja kanisani, wakati mwingine Jumamosi kweli nimechapa kazi, nimechoka, nipumzike tu, Mungu anisamehe. Na Mungu akusamehe wapi? Ndugu zangu wapendwa, na kujifunza, kila tunapoona kwamba swala la kuja swala la kuchukua hatua ya kumtafuta Mungu, pengine tunazileta sababu nyingi ya kutosha.
Na katika kuzileta sababu nyingi ya kutosha, na maana sisi badala ya kwenda mbele tunarudi nyuma. Hasa ndivyo ndugu zangu wapendwa, leo tujifunze kwa kupitia akina mama, ni kwamba maisha yetu ya kiroho, ingawa ugumu wowote ule, tusimache kumtafuta Mungu. Tanguliza Mungu katika maisha yako, na unapotanguliza katika Mungu katika maisha yako, lazima utakuta magumu, na katika magumu yote kweli Mungu anakutengenezea mazingira ili sasa, kama wakina mama hawakutegemea kwamba Kristo ndio atawadhihirisha mbele zao, lakini mwishowe umekuwa surprise. Mwishowe unakuwa haukutegemea katika kitu ambacho haikuaminika. Pengine Mungu mwenyewe ameamua kujidhihirisha mbele yao, hata ingawa wanafunzi wapo. Ina maana ndugu zangu wapendwa, tumtambue Kristo katika maisha yetu, na tena tumtangulize Kristo chochote kile tunachotarajia kuyatenda, maana hii ndio maisha yetu ya kiroho tunapoadhimisha Dominika hii ya Pasaka, ili kumtanguliza Mungu katika ujasiri na kumtanguliza Mungu, tupate ujasiri ili tumtangulie kwenda kupiga vita, ambapo akina mama, ingawa jamii inaoleta picha mbaya, na ingawa mazingira wanaoishi ikatiwa hofu, na tena walikuwa na wasiwasi kwamba nani atawasaidia kufungua jiwe, lakini mwishowe wamekwenda kufanikiwa kwa sababu walimwamini Mungu. Kama wewe unataka kufanikiwa katika maisha ya kiroho, tanguliza Mungu kwenye maisha yako ili ukapate mafanikio. Na la tatu katika Dominika ya Pasaka tunajifunza kitu ambacho kwamba inatusaidia katika jamii. Kwa mfano, baada ya ufufuko wa Kristo, na tena Kristo anawachia ujumbe ambayo ningependa niyasome kupitia Injili ya Mathayo sura ile ya 28 aya 19 hadi 20. Inasema, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkawafundishe kushika yote niliyoagiza, na tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Basi Dominika hii ya Pasaka, ndugu zangu wapendwa, inatupatia fursa nyingine, sisi ambao tumempokea Kristo, sisi ambao tumetambua ushindi wa Kristo katika mauti na katika hali ya dhambi, anatuachia ujumbe kwamba kama ukiwa umenipokea, usibaki na usijifungie, bali amua kutoka. Na unapoamua kutoka, na maana unaenda kusaidia jamii inayozungukia, na jamii unapoenda kujitokeza, unapoenda kusaidia hata jirani yako, ina maana kwamba unaendelea kutumikia sawa sawa na hao wafuasi waliotumikia baada ya kumshika Kristo, na baada ya kuelewa mafundisho ya Kristo. Hivyo ndugu zangu wapendwa, ni fursa kubwa. Ni fursa kubwa ya kwamba unapoamua kwenda kufanya utume, na katika kufanya utume kweli pana changamoto zake, na katika kuwa na changamoto za namna nyingine, ndugu zangu wapendwa, unatakiwa ujipe moyo, unatakiwa ya kumwamini Mungu sawa sawa. Na unapokuwa na wasiwasi hata 1%, kweli utakuwa unapata wasiwasi mwingi ya kutosha. Hivyo katika kujituma kwetu tuwe tunatafakari makuu ya Mwenyezi Mungu, ambapo tumetumwa kwenda kuwa wafuasi, kuwabatiza watu na tuwaite wote, ili taifa lake lote la Mwenyezi Mungu ipate nafasi ya kumtumikia siku zote. Hivyo ndugu zangu wapendwa, leo Dominika ya Pasaka, ambapo nimeyasema na pengine narudia ya kuyasema ya kwamba hali ya kuharibika imewaa hali ya isiyoharibika, na hali ya kufa imewaa hali ya kutokufa. Ndipo litakapotimia neno lililoandikwa, mauti imemezwa na ushindi. Ewe mauti, uko wapi ushindi wako? Ewe mauti, uko wapi uchungu wako? Tumsifu Yesu Kristo.